Sisi kama Chadema Dodoma mjini tuko imara kuliko siku zote. Hatuyumbishwi wala hatuna tamaa. Hatuhitaji kuwa na miemko ya kisiasa. Tumechaguliwa na wanachama, tumeomba kuongoza chama hiki, kukitoa pale kilipo na kuwatoa Tanzania walipo kuwapeleka kwenye nchi ya amani, nchi ya haki. Kwa hiyo hatujaja kwenye kuomba uongozi huu kwa ajili ya tamaa za uongozi mwingine wa kiserikali, bali tumeomba uongozi wa kuliongoza taifa hili kwa ajili ya kuikomboa Tanzania yetu. Nikiomba nafasi ya kuwa mwenyekiti wa wilaya, nikawa au kuwa mwenyekiti wa mkoa au mwenyekiti wa kanda, sihitaji fursa zaidi ya kuwakomboa Tanzania. Lengo la chama ni kushika dola. Lengo la chama sio kupata ruzuku ya serikali. Kuna wengi mlikuwa mnawasikia wanakuwa na kelele tu za kwamba tumekosa maono. Mimi najiuliza, unakosaje maono wakati wewe ni mwenyekiti wa wilaya, wewe ni mwenyekiti wa mkoa, wewe ni mwenyekiti wa kanda, wewe ni katibu wa kata, wewe ni mjumbe wa mkutano mkuu, wewe ni mjumbe wa halmashauri kuu, wa baraza kuu. Kwa sababu hizo ndizo ndoto ambazo tulikuwa tunazihitaji sisi. Tuwe viongozi wa kwenda kulipigania taifa na Watanzania. Tupiganie haki ya Watanzania, haki ya wafanyabiashara, haki ya afya, haki ya Tanzania kuwa na maisha bora. Sio baadhi ya Watanzania kusoma shule za Kayumba na wengine wanasoma shule zisizokuwa za Kayumba. Sio Watanzania wengine wapate haki ya kula neema ya serikali, lakini Watanzania wengine wapate kunyonywa wawe wapiga kura tu. Kwa hiyo moja ya fursa ya kiongozi wa chama cha kisiasa ni kusimamia haki, kutetea msingi wa Tanzania. Kwa hiyo viongozi ambao mnawasikia wanasema kwamba wanahama Chadema, sio kwamba wanahama Chadema kwenda kutafuta fursa, bali wanahama Chadema kwa kutaka vyeo. Na hao sisi tunaona sio wenzetu. Tunashukuru sana viongozi wetu wakuu kwa kazi wanayoifanya. Wanafanya kazi ya kulikomboa taifa. Nategemea na CCM wao wanaona kwamba chama sasa kimedhamiria na Watanzania wamedhamiria kuitoa CCM madarakani. Ni kwa nini nasema Watanzania wamedhamiria? Serikali ilimkamata Mheshimiwa Tundu Lissu ikijua kumkamata Mheshimiwa Tundu Lissu chama kitarudi nyuma na Watanzania watarudi nyuma. Lakini nyinyi wenyewe waandishi wa habari mnaona Watanzania wamekubali kujitoa, Watanzania wamekubali kutetea haki. Wanatoka pamoja na kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika, unyanyasaji mwingi unafanyika, unyimwaji wa viwanja vya kufanyia mikutano unafanyika, lakini Watanzania wako tayari kufanyia mikutano hiyo ufukweni kwa gharama zao ili kuhakikisha no reform, no election vinapamba moto na kuendelea. Nia na lengo ya no reform ni kuonyesha Watanzania tunahitaji nini. Sisi hatuhitaji kutetea Watanzania tukiwa bungeni, hatuhitaji kutetea Watanzania tukiwa madiwani. Tunahitaji kuwatetea Watanzania wapate haki yao. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hawana vitu hata 400, lakini Watanzania wako milioni 6, milioni 60. Na ni zaidi ya milioni 60. Sasa ni Watanzania wote wanaokwenda bungeni. Na kama kuwatetea Watanzania ingekuwa ni kwenda bungeni au kwenda halmashauri, kwenye bunge la katiba walikuwepo wabunge wengi sana walioteuliwa. Mliona katiba mpya, katiba pendekezwa mpaka sasa imeshindwa. Mliona viongozi wetu wakitoka nje wakivaa vitambaa mdomoni wakitetea haki wa Tanzania, lakini Chama cha Mapinduzi kupitia kwa watu wake hawakukubali na pendekezo la katiba mpya liliwekwa pembeni. Kama kutetea Watanzania na kupata haki ya Watanzania ingekuwa ni kwenda bungeni, mmeona mwaka 2015. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wengi, lakini hoja zao hazikupitishwa. Zaidi ya wabunge wetu kunyanyaswa na maspika wa bunge la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawa wanaondoka kwamba wananyimwa fursa, sio kwamba wanahitaji fursa, bali wanahitaji kutimiza fursa ya matakwa ya familia zao, sio wa Tanzania. Mimi kama mwenyekiti wa Dodoma na mwenyekiti wa makao makuu, mwenyekiti namba 1, ninawasihi viongozi wenzangu popote walipo wasimamie haki ya Watanzania, sio kusimamia haki ya matumbo yao. Sio kuingia kwenye chama kutaka kugombea nafasi za serikali ili kujinufaisha wao. Wasimamie haki na wasiteteleke. Huko wanakokwenda hawaendi wote kwa wabunge wala kwenda kwa madiwani, bali wanaenda kunyanyasika na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinatumia mkono huu mkubwa wa kutikisa watu kuambia wahamie kwenye vyama vingine
ili wapate fursa ya kuonekana walifanya uchaguzi wa huru na haki, kitu ambacho hakiwezi kutokea. Hivi ninavyoongea na nyinyi, Chama cha Mapinduzi wameshaiba uchaguzi. Chama cha Mapinduzi wameshajihakikishia kuiba uchaguzi kupitia kwenye kanuni zilizotungwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Inaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Uwezi ukatunga Tume Huru ya Uchaguzi ambayo katika magereza yote ya Tanzania katika siku ya uchaguzi wafungwa watapiga kura, lakini hakuna chama cha siasa kinachoruhusiwa kuweka wakala. Kwa hiyo tunasema tayari wameshaiba uchaguzi kupitia kwenye masanduku yatakayokuwa kwenye ofisi za magereza, kwamba hakuna mtu yoyote atakaye kwenda kuhesabu zile kura kujua ni masanduku mangapi yameingia zaidi ya msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo na karani wa kituo. Sasa wanatuzuia nini? Kwani ni si haki ya Mtanzania kumuona wafungwa? Mbona Jumamosi na Jumapili tunaenda kuwaona wafungwa? So watengeneza utaratibu wa vyama vya siasa kuangalia namna upigaji wa kura unavyoendelea. Lakini wameshindwa. Mmesikia watu wa haki za binadamu kule Arusha wanalia na hizi kanuni kwamba kiongozi wa haki za binadamu yoyote hataruhusiwa kutoa taarifa ya uchaguzi siku ya uchaguzi. Sasa kama mtu wa haki za binadamu hataruhusiwa kutoa taarifa za uchaguzi siku ya uchaguzi, ina maana hata wakati yule mwangalizi wakati anatembea akakuta watu hawapo lakini maboksi yanakula, hataruhusiwa kusema kwamba hapa nilipo niko kituo namba kituo hiki inaonekana hakuna wapiga kura, lakini kuna watu wanaendelea, kuna masanduku yanaendelea kujazwa kura. Maana kwenye kanuni zao wanasema mtu atakayetoa taarifa hizo NGO yake au hilo kundi lake litafutwa moja kwa moja. Njia nyingine ambayo wanatengeneza kuiba uchaguzi, hakuna chama cha siasa kitakachompeleka wakala kikampangia kituo. Ina maana chama cha siasa kazi yake ni kupeleka majina ya wakala kwa msimamizi wa uchaguzi. Msimamizi wa uchaguzi ndiye anayempangia wakala kituo. Kwa hiyo msishangae wakala wa Nzuguni akaenda kusimamia Mbalawala na wakala wa Mbalawala akaenda kusimamia Nzuguni, na hawatapewa barua. Mwisho atakuja kupewa barua saa 4 na ajui kituo gani anakwenda. Hizo ni mbinu za kuiba uchaguzi. Kwa hiyo hawa viongozi wenzangu ambao wanajifanya wanaondoka, wanasema chama cha Chadema kiwanyima fursa ya kuingia kwenye uchaguzi. Unaingia kwenye uchaguzi gani ambao umeshaibwa? Na ni wasi hata huko wanakokwenda. Sisi tunajua maji hayakai na mafuta. Maji yatajitenga, mafuta yatabaki peke yake. Sisi tunaobaki kulipigania taifa hili, kupigania wa Tanzania, kupigania afya bora, kupigania kuhakikisha mama mjamzito anapata huduma stahiki, kupigania haki ya mtoto mdogo anapata matibabu kwa mujibu wa sheria za afya na kanuni zake. Sisi tutaendelea kuwa Chadema imara. Na tutaendelea kusimama imara. Na tutasimamia haki ya Mtanzania. Hatusimamii bunge, hatusimamii udiwani. Hatupo kwa hiyo, tuko kwa ajili ya kusimamia haki ya Watanzania.